Bado wa mwisho tu. Watu wanajidai speed inategemea huko wapi? Sisi tungetaka speed tungesema mwalimu hapa tuchape. Si tushafika. Ngoja muelewe. Watu wanasema wana speed. Wakishakuwa kwao huko. Ndio, ukija huko tu. Ukiwa Gabs Media kuna speed yake. Gabs Media mwanangu msimu siku 7 msimu. Unaweza? Kwa mfano wakasisitiza. Hapo sawa. Gabs Media excellent kwani wachukulia kawaida ujue. Fungua mic hiyo. Wewe unaona Buzinda kukimbia alikuanguka. Speed. Yaani watu hamna. Wewe unapotuona hivyo hivyo. Ngoja za vijana wangu wakipata hela ndio utakuja kunielewa. Mwalimu hatari zaidi. Hiyo sema kesho mwanzo tutafika na meli basi, au fika na ndege basi. Naona basi. Wanafanya masiala kumbe mzee wa kazi. Nimeka kwa wapi kaka? Feni. Acha hapo. Tuweke hapo. Mwalimu. Mepo kabisa. Pande juu. Pandisha. Umesikia? For emergency. Simu moja ya jana ule. Damso yeye mambo mengi anaweza kusemaje? Watu wa ku value hawa. Lakini yule mwana anapoondoka, wangebaki na pochi. Ungebaki na pochi yake. Ungebaki juu pale. Na pia speed. Demo alikuwa inawezekana akaja tu vile vile alivyo tu, akawa anazunguka na anko vile vile tu. Sisi tukawa nayo na tukiweka na pochi juu. Lakini hamna yani yeye kuvali ukitu hivi mama. Tunakuwa kutoa pazia. Unasemaje niweke? Hebu niweke. Ka vyombo. Atafanyaje? Weka vyombo. Nataka tuangalie. Kubali. Picha kwenye simu na tulivyokuja tofauti. Kitu kinachokuja kusumbua sana ni kwamba ukiachilia hivi kwa mfano ulivyokaa ukipigwa picha ukishakuwa karibu na background picha inakuwa inabidi background iwe mbali. So mimi niko hapo background tayari iko karibu, utakaa background tayari iko karibu, kwa hiyo picha tu ambao picha itoka mbaya, picha ikitoka mbaya hapa mtihani. Kwa hiyo tuna shoot hii for emergency, hii na shoot kwa sababu tumeshafika sini, lakini watu waongwa leo wanakuambia unajua karibu na mwalimu sikia mtu ambaye niko naye katika viunga hivi vya FM. Si mwingine ni mmiliki wa Gold Crest Mr. Damso. Nile kujuza yale mengi ambayo wewe ulikuwa haujui, kipi kinachoendelea katika hizi vuguvugu ambazo zinavuma katika mitandao ya kijamii kuhusiana na yeye pamoja na Mr. Mkwabi. Ni chuki hili halijafahamika kama ni chuki, kama ni hila, timbwi au majigambo ya wafanyabiashara hawa. Endelea kutega sikio, endelea kutega sikio ukimsikiliza, si mwingine ni Bula Boy, Bula Wax. Vai,
Rudi tena uanze moja kupanda. Kuna gari kubwa ile Msega zima atazingua bado aka pembeni. Nimekuwa na mpenzi. Toka lini nika mpenzi wako? Na simu zangu ulipokuwa pokea. Uta una shida kwa simu zangu ulikuwa pokea. Si bado lakini hatujajua kwa. Ile jiandani. Tusubiri pale kidogo. Hapa pao niende na. Wewe unakuja. Kaja mbele ya kamera. Sasa ndio inawezekana kulivasa kwa wanatokea hivi leo. Hawezekani. Lazima watokee kule kuja hivi. Tege back Wewe tusiti pale. Ana mmoja shoti ya mwanzo ndio. Tumeacha kule. Bibi hands zangu nitakuja kuvichukua hivyo. So make sure unavichukua kwa ukubwa. Kitana please.
meza tunaweka nini? Handbag. Kwenye meza tunaweka kama handbag hivi. Sio umeelewa vizuri. Kwa hiyo mwanaume unarudi una tani unachomoka. Sini imeunga. Sini imekaa kabisa walizo wa kazi. Wala inashoboa ile. Kama juice nusu, ukaadi na juice nusu hivi kama alikopo mtu amekunywa. Na kwanza ni kila kitu. Huo ni au sio? Lazima hili ndio chimbo lao, ndio pozi la Madam Scola daily kuwasikilizia, au Madam Scola kukimbia anakuja kusikilizia hapa. Kisha ndio msiba Lydia anakuingia. Lydia anapoingia tu shot hiyo inaingia na mkwaju. Kwa katikati Lydia huko mwanzo Scola pale mkwaju. Alafu pale ataka kusimamia Lydia ndio anakuja kusimama na mkwaju, mbona amesimama. Simama tu. Hawa tena nao. Wazazi wenza sina gani hivi na hivi na hivi na hivi. Mkwabi analipiga biti hapa. Kisha alipiga biti hapa manake wanatoka kwenye frame, kutoka kwenye frame manake Mkwabi anaenda tena kuongea na Lydia juu pale kwamba bwana sikiliza. Hiyo mimba usipofanya hivi na hivi na hivi itakuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo inakuja kupigwa listening shot ya hapa nje. Usaliti, wivu wa mapenzi, bakora chapa chap chap, haipoi wala haipoi, bakora inachapa inafundisha watu. Moyo kasi mikiki, bakora chapa. Utakuwa unyonge huo, ndio maana nataka moja iwekwe hiyo ya kuamka na mama yako anaunga mkono. Iweke hiyo mjomba. Tushukuru hapa. Ushajua dada? Na nguo konti zake ushaziona? Ndio. Kwanza hiyo fua basi. Nifue kabisa kama unaweza. Kama siku ile ili watoke. Faster basi ndugu wangu. Tunajua? Push hapo pia. Hapa hakuna vile vitu nani hakuna. Kiongozi unafukua kwa viatu. Sini ambayo anashuti hiyo. Ina gimbo. Na ugo mtu. Anahangaika sana kwa sababu anaona simu anaacha. Kesi anaacha kuja kufanya kwa nguo. Anaacha mpaka anatoka. Yuko peke yake na simu. Kwa hiyo lazima azunguke hizo kukaa. Hizi gambo. Sasa ile mwamba kule kinatakiwa nini na nini? Sasa hivi kwa mgongo. At least kuna hapa ndio ile tuifikie pembeni. At least tuwe hapa ile kati. Na mali room itakuwa empty.
Ila kula hatufika. Sasa hivi tunaweza tukaanza usiku. Tunaweza tukaanza ya usiku. Ndio kulala. Kwani usiku ikipigwa usiku na saizi wapi inakuwa mchiko? Yaani kama utaishuti usiku wenyewe ndio inakuwa mchiko. Ila kwa sababu mapanzi ni mazito sana. Naona sasa hizi tutashuti tukifunga. Usiku tunaweza tukafunga. Ikiwa wazi, ikawa tu hili. Tukaona taka baki inakuwa kali kwa sababu si time tunazo Tanzania hakuna hapa. Sisi sasa hiyo. Hiyo sisi sasa. Kama hapa mnashuti bila mimi viatu chini nivae ni shuti. Hapo ndio please. Umeona kama unanishuti vile, yani pale unaanza na mimi heroes. Yani saa hivyo taa nimevaa hivi namna gani taa simu. Unanifungua kidogo mpaka kimidi. Posta hiyo rafiki yangu kipenzi. Mahakama Kuu ya Monde Poka Frequente. Mahakama ya hakimu mkazi. Anawahi kapishwa. Nichukue niweka hapo sasa. Mahakama ya hakimu mkazi ndio kesi kubwa. Nimebadilisha maamuzi na kwenda kuripoti kesi ya mtoto McDonald. Chenzi ya mwambie. Sasa hapa naweza kucontrol hapa mwanangu. Yaani koti nivae, simu. Yaani ionekane hivi tu sawa. Navaa, si ndio? Sawa. Ionekane kama niko hapa navaa koti.
Yaani mapua. Unabaisha mimi. Yende nini? Ushaanza kurekodi? Pido. Chukua hapa mtu mmoja keko kule. Chukua hapa. Huko. Technical minutes. Yeah. Sirens on set. And action. Mimi nishachoka. Mama Bagula ananipa upesi. Mdogo ana asili akiwa na bakuli la uji. Bakuli la uji sio kuja nao. Na maana sasa hivi aje na kitambaa na ale maji kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kumkanda. Rudia tena. Mdogo anasema mwanangu, mama anahitaji tambiko. Baada ya hivyo, Bagula anamtazama mama kwa huruma. Muda mfupi baadaye, mama hali yake inatulia. Bagula anamfuata mama na kumbusu kwenye paji la uso. Action. Sasa ni hivi. Nataka nimalizie mara yangu. Binti ambaye mimi muoa. Kwanza naongea. Unajua Bagula anapenda wewe vizuri. Nakujua mwana. Yes, kwanza atakuwa mzuri. Sawa? Lakini la pili atakuwa na upendo na atakupenda kama vile ambavyo Bagula anakupenda. Lakini kitu kingine cha mtu na cha ziada itahakikisha anakuwa at least ana element ya upendo kwa baki Bagula kama alivyokuwa mpenda. Nini? Nini?
Dalili miguu naweka bana, meza yangu mimi nafanya ya kwangu. Yaani wewe anasema kwa dada kuvunja, anasema eti yani kitaalamu sio sawa. Dalili meza yangu mimi nimeona kile unasemaje sio sawa. Ya kupiga simu ya nani kapiga simu? Ile ndo napiga simu, nashuka na zile ngazi mpaka naondoka na gini kule. Sina shuti huko, mtu moja shuti kule. Kumtafutia dawa. Basi, yani hamna simu hapo. Meaning ya kumsikiliza Mabula ya kwanza. Meaning ya mama kusikia habari za damu mtu anapata hiyo. Meaning ya muuguzaji kumtafutia dawa. Mama nataka ukiipata detail yako ile. Hizi tuzibane. Hii mbona imeenda direct kwa sababu huko picha. Hapo kwako kupicha kwa. Ndio gimbo hiyo. Gimbo yao. Zote wamekaa. Watu wanaingia, watu wanainuka, wanafanyaje? Umeelewa? Kwa hiyo nasoma sini na hiyo sini ya nje. Soma sini ya sini ya kitandani. Soma sini. Wewe, hicho kitanda mpaka saizi hakina mashuka hicho. Shuka nimemwachia kipao. Toka asubuhi. Nilikuwa napika huko juu sasa. Unapika nini? Si nanilia asubuhi ya breakfast. Kama unapita huko. Nimemwachia
Unachojua sana sana kuongea naye. Hapa mtu kwenye maandamano au uelewe. Utaanza na usachilivi ya mtu wa maisha watu, bakora itahusika kuwachapa watu.